lina kichwa kinachosema njia sahihi ya kushughulika na watesi wako. Njia sahihi ya kushughulika na watesi wako. Na leo ikiwa ni sehemu ya pili katika mwendelezo wa kila ambacho tujifunza katika kipindi kilichopita. Na somo letu tunalipata katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Isaya, ile sura ya 36 nzima na sura ile ya 37 nzima. Isaya sura ya 36 nzima na Isaya ile sura ya 37. Na kwa kurejea kidogo kwa ajili pia ya wenzetu ambao tulikuwa nao kipindi kilichopita, habari hii tuliona inazungumza juu ya watesi. Na tukasema maana ya watesi ambayo tunaenda nayo, anaweza akawa ni mtu, inaweza ikawa ni kitu, inaweza ikawa ni jambo fulani ambalo linafanyika kama teso kwenye maisha yako. Haleluya. Anaweza kawa ni ndugu, anaweza kawa ni jirani, anaweza kawa ni mtu yoyote. Lakini pia inaweza kawa ni jambo, inawezekana ni madeni, inawezekana ni ufukara, inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni kesi mahakamani, inawezekana ni kitu chochote kile ambacho kinaweza kusimama kama mtesi wako. Na katika maisha tunaishi kila siku, hawa watesi wametuzunguka kwa namna yoyote ile. Hawa watesi wametuzunguka katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa bahati mbaya sana, adui anajua mahali gani ambapo una nguvu, mahali gani ambapo uko strong, mahali gani ambapo hawezi akapenya. Lakini anajua ni jinsi gani ya kuweza kupafanya hapo ambapo ni pagumu kwenye huo ukuta, kuweza kupalainisha na hatimaye kuweza kupenya na kufanikisha ule ubaya ambao amekusudia. Sasa na katika watu ambao tumeokoka, kwa sehemu kubwa ni watu wa maombi, ni watu wa mifungo, ni watu wa kusoma neno. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tumejijengea ukuta na adui sio rahisi kuweza kutufikia. Sasa kwa kuwa adui na yeye ana maarifa ya kutosha, anachokifanya sio kupambana na ukuta ambao ulionao. Anachokifanya ni kulegeza na kufanya ule ukuta uwe dhaifu na aweze kupenya mahali hapo. Na moja ya kitu ambacho huwa anakitumia sana, ni watesi. Na hawa watesi wakishaukalia kooni, itafika mahali zile ratiba zako za maombi na mifungo itaanza kupungua na hatimaye itaisha kabisa. Ikifika mahali ya mteja anayukalia vilivyo, itafika mahali hata kufika ibadani inakuwa ni changamoto. Na ukishajiona hiyo hali unaanza kuenda kwenye maisha yako, jua tayari adui ameshalainisha ukuta na muda wote utashangaa yuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Okay. Katika maandiko tuliona kwa habari ya mtu mmoja ambaye jina lake kidogo ni gumu. Kusudi nisichapie, wacha niseme tu mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru alifanyika kama mtesi. Na huyu mtesi ambaye ni mfalme wa Ashuru alifahamika kwa jina la Senakeribu. Senakeribu alifanyika kuwa mtesi kwa mfalme na taifa zima la Yuda. Kwa wakati huo mfalme ambaye kitawala jamii ya Yuda aliitwa Hezekia. Na Hezekia kwa kuwa ni baba, ni mtawala, ni mfalme wa taifa na jamii nzima ya Yuda, huyu jamaa alimkalia kooni. Na ikafika mahali akikaribia kabisa kumwangamiza. Lakini ashukuriwa Mungu,
ambaye aliingilia kati hili jambo na ule mpango haukufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa inawezekana zungumza na mtu mmoja hapa, na wewe tayari adui yuko kwenye mpango na ameshalegeza zile kamba, na muda wote anaweza kapenya. Sasa kupitia somo la leo tunaenda kusiriba na kuweka zege la nguvu la kutokuruhusu kuingia tena wala kusogelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tuliona kwa habari ya mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru anatumia mbinu ya maneno. Anatumia silaha ya maneno. Na hii silaha ya maneno anaipeleka kupitia wawakilishi wake. Na wale wawakilishi wanafika kwenye jamii ya Yuda na wanakutana na wawakilishi wa mfalme Hezekia. Na baada ya kufika mahali pale, wanaanza kutupa yale makombora ambayo ni maneno. Na haya maneno walihakikisha yanafika ipasavyo, sio tu kwa wale watu ambao wametumwa na mfalme Hezekia, lakini yanafika kwa watu wote, wananchi wa jamii ya Yuda. Kwa sababu wakishawalegeza hawa watu wa jamii ya Yuda, watakuwa rahisi wao kuweza kuingia na kufanya kile ambacho wanakitaka. Sasa tuliona hapa, baada ya kufika mahali pale, wakaanza kuzungumza lugha ambayo wanaifahamu jamii nzima, na walitoa maneno ya vitisho na kuwa na reference, kuwa na nukuu, kuwa na taarifa dhidi ya jamii nyingine ambapo tayari wameshapiga, wameangusha zile ngome zote, kote wamevuruga, na imebakia jamii moja, imebakia dola moja ya Yuda. Na hapo ndipo wanaingia. Lakini walijua kabisa kwamba hii jamii ya Yuda kuna kitu ambacho wanakitumainia. Kuna kiumbe ambaye hajawahi kuumbwa, bali aliyeumba vitu vyote ndiye wanayemtumainia. Na hawa hawawezi kumpiga wala kumfanya chochote, na badala yake waende wakadhoofishe mioyo ya wale watu, na wakishadhoofika mioyo, na ndipo hapo waweze kuingia. Na wakahakikisha watumia lugha ambayo jamii nzima wanaifahamu. Na wale wawakilishi wa mfalme Hezekia wakajaribu kuwasihi kwamba tuzungumze kwa lugha ya Kiashuru ambayo hawa jamii hawaielewi, lakini walikataa. Kwa nini? Kwa sababu walitaka wasikie yale maneno ambayo wanayapeleka kama silaha kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama mtu anakudai na anaogopa kukuambia, huwa kuna namna wao wanafanya, si ndio? Kuna namna wao wanafanya. Lakini yote hiyo ni katika kufikishia ujumbe. Kwa hiyo na adui huyu ndiye anatumia njia ya maneno. Na ndio hiyo njia ya maneno watu wengi sana ambao tumeokoka imetujeruhi. Njia hiyo ya maneno ndio imetumiza. Njia hiyo ya maneno imefanya watu wengine wahame makanisa. Njia hiyo ya maneno imefanya watu wengine waache kabisa wokovu. Njia hiyo ya maneno imefanya watu wakimbia ndoa zao. Njia hiyo ya maneno imefanya 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuwa makini sana, kuwa makini sana. Na tuliona mpaka mwisho, wakati ambapo taarifa zimemfikia mfalme Hezekia ya kwamba kuna watu tayari wameshatupiga kwa silaha ya maneno, na jamii nzima tayari inatetemeka. Lakini kuna kitu kimoja ambacho jamii ya Yuda walifundishwa kukaa kimya. Walifundishwa kukaa kimya. Na hiyo silaha ya kujikinga unatakiwa uwe nayo mpendwa. Silaha ya kukaa kimya. Haijalishi unaonewa, haijalishi unapigwa kiukweli. Maana kuna tuhuma zingine zinakuja za ukweli, lakini kuna tuhuma zingine zinakuja za uongo. Lakini namna ya kujikinga kabla hujaenda hatua nyingine ya kusaidika ni kukaa kimya. Kaa kimya. Kaa kimya. Na mfalme Hezekia alifundisha jamii yake
inapotokea mashambulizi ya namna hii, kaeni kimya, kwa sababu yupo ambaye kupigania, na sio kwa kujibizana kwa maneno yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa wacha tuende moja kwa moja kwenye namna ya kukabiliana, na huyo mtesi ambaye inawezekana tunapozungumza yupo kwenye maisha yako, au kwa siku moja, 2, 3, mwezi mmoja, mwaka mmoja unaokuja hata kuongea hodi. Na ukishajua hizi mbinu, hautafeli popote, hautafeli kabisa, labda wewe mwenyewe ujitakie. Sasa baada ya zile taarifa za kuogofya zimeshafikishwa kwenye jamii ya Yuda, kipi kinafanyika? Sasa hapa nakuelekeza namna na njia iliyo sahihi ya kushughulika na hao watesi katika namna tofauti. Aidha ni mtu, aidha ni hali, au ni ugonjwa, au ni jambo lolote. Namna ya kushughulika na mtesi wako. Namna ya kushughulika na mtesi wako. Yatakapojikuta kwenye madeni. Jamani, kama unajua shida ya madeni, na mkuu unaweza kunielewa vizuri. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Utakosa amani, utakosa raha, na kuna baadhi ya njia utabadilisha kabisa. Hutaki kupita hizo njia. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu anakudai kwenye njia hiyo. Sasa ni bora ni mtu ambaye unaweza kumkwepa. Sasa thubutu na daiwa na taasisi, inakuwa ni shida kwa kweli. Sasa namna ya kuanza kusolve sio kubadilisha njia. Namna ya kusolve sio kukimbia. Namna ya kusolve, twende pamoja nikuelekeze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa njia ambazo Hezekia anaitumia. Hezekia baada ya kupokea zile taarifa kwamba hao watu wameleta taarifa mbaya na ya kutisha kwa jamii yetu, na tayari watu wameogopa na kuona sasa tayari tumeshaingiliwa, alichokifanya, alimshirikisha kiongozi wa kiroho, na huyo kiongozi wa kiroho sio mwingine bali ni nabii Isaya. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuchukua pale unapoona kuna mtesi ambaye amekuelemea, amekukamata kweli kweli, hakuachii. Jambo la kwanza unaloweza kufanya kama namna ya kujinasua ni kumshirikisha kiongozi wako wa kiroho. Sasa naposema kiongozi wako wa kiroho, sio lazima awe mchungaji. Unaweza kwenda kwa mchungaji, au unaweza kwenda kwa mtu yoyote ambaye unajua ni machua kiroho, yaani mtu ambaye amekomaa kiroho, wa kuweza kusaidia na kuelekeza jinsi ya kuweza kusolve na kufanya juu ya hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama ni jambo ambalo ni kubwa na gumu, unatakiwa uende mahakamani au uende mahali fulani, kabla hujafika huko, kwanza, hatua ya kwanza, anzia kwa kiongozi wako wa kiroho. Kwa sababu sometimes shetani anatumia adui kuweza kupeleka mahali ambapo utakuja kujikuta umefika mbali sana. Kama hujaenda hatua nyingine, kwanza onana na kiongozi wako wa kiroho, aidha mchungaji au mtu yoyote ambaye unamwamini. Hili jambo unaweza kumshirikisha na akakusaidia katika namna ya kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaingia sura ya 37 hapa. Sura ya 37 kwenye ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Isaya sura ya 37 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 35. Tunaona Hezekia anatuma wajumbe kupeleka ile hoja kwa nabii Isaya. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake anaona kuna kuugua.
Na yeye anaona tayari kuna tatizo ambalo limemfika. Na namna ya kuweza kufanya alipeleke kwa kiongozi wa kiroho. Kupitia yeye atasaidika. Usinipeleke kwa shosti. Usinipeleke kwa mtu yoyote. Kwa sababu unaweza kunipeleka kule na likazidi kusambaa kwa namna ambavyo haikutakiwa kusambaa. Ama nakushauri namna ya kuishughulikia kwa jinsi ambavyo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa unapokuwa na jambo kabla hujalipeleka mahali pengine, hatua ya kwanza mshirikishe kiongozi wako wa kiroho. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5 hapa. Tunaona mfalme Hezekia anatuma watu kwenda kwa Isaya kwa ajili ya kupeleka ile hoja yake. Kwa hiyo na wewe unapopata shida, namna ya kufanya ni hiyo. Lakini namna ambavyo amelipeleka hili jambo kwa jinsi ambayo ilikuwa kubwa na sisi tumemkalia vibaya. Mstari wa 3 pale anajaribu kuonyesha ni jinsi gani ambavyo hii tatizo ni tatizo kweli kweli. Mstari wa 3 pale anasema, wakamwambia Hezekia. Sasa hapa ni maneno ya wajumbe ambao wametumwa kwenda kwa Isaya. Na haya ndio maneno wanamwambia Isaya. Wakamwambia, Hezekia sema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Huyu mtu ameleta shida kwenye nchi yetu. Huyu mtu ameleta dhiki kwenye nchi yetu. Huyu mtu ameleta matukano kwenye nchi yetu. Na wananchi sasa wanaogopa, wanatetemeka. Hata kazi hawafanyi tena. Kwenda shambani hawaendi tena. Kazini hawaendi tena. Kwa nini? Kwa sababu tayari wanaona kuna vita muda wote inaingia nchini kwetu. Kwa hiyo kile kitu kimesimama. Hawajui hatima yao tena. Waliokuwa na polisi watakwenda shambani hawaendi tena, kwa sababu wanajua muda wote haya mazao wanaweza wakaacha wakapeleka utumwani. Kwa hiyo kile kitu kwenye nchi kimesimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni hali ya hatari kwenye nchi. Imezua taharuki. Na kuna vitu ambavyo wananchi walitakiwa kufanya na hawafanyi. Na imani utakuwa nielewa vizuri. Wakati una msongo wa mawazo, wakati una stress za kutosha, mambo huwa yanasimama. Na unaweza kushangaa toka asubuhi mpaka jioni haujala na haujui kama kuna kura. Kwa mnaelewa? Na imani wengi ni watu wazima, hizo hali mshawahi kupitia. Upo kwenye hali ambayo yani huelewi unatokaje. Yani unashangaa kumekucha mpaka jua limezama, unashangaa limezamaje. Yani kama haupo. Unawaza na kuwazia kia namna, hauelewi unatokaje. Na ndio hali ambayo alikuwa na mfalme Hezekia. Anasema kuna dhiki, kuna shida, kuna matukano kweli kweli, na kuna vitu vinataka kufanyika lakini vimesimama. Vimesimama. Inawezekana ongea na mtu mmoja hapa, ulikuwa na mipango mizuri. Mipango kabambe kabisa. Mipango endelevu ya kuweza kusonga mbele. Lakini kuna mambo ambayo yanaingia kwenye maisha yako na unaona umestaki. Umesimama kwa sababu mbele unakokuwa kufikiria haukuoni tena. Mahali unakokuwa unataka kwenda na unaona kuna giza. Na unafika mahali unasimama. Kila ambacho kinataka kufanyika hakifanyiki. Ulitamani kuanza kufanya biashara, inawezekana pesa ya mtaji unayo. Lakini unaona tena hapa sielewi. Kesho yangu na jana yangu sielewi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa tayari kuzaliwa, hapana nguvu za kuwazaa. Watoto wa tayari kuzaliwa, lakini hakuna nguvu za kuwazaa. Inawezekana ni kanisani, unatamani ndani kuna chemka. Unatamani kutumika. Lakini kuna mambo yanaibuka kanisani na tuhuma nzito, inafika mahali hata kusimama mbele ya wapendwa unaona aibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kusimama mbele na ukanusha. Unaona kila mmoja hata kuelewa. Kama ulikuwa na mpango wa kwanza hata kushuhudia nyumba kwa nyumba, huo ujasiri unanywea kabisa.
Nikienda yani unapotoka nje unaona kama vile kila mmoja anakutazama na fahamu skendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana wewe una karama ya uimbaji. Unaona hata kama nikisimama mbele kwenye praise, nikisimama mbele kwenye kuimba, sieleweki. Ni bora hii huduma nikae kabisa nyumbani hata kanisani nisiende. Kwa nini? Kuna namna ambavyo adui amekuchafua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inafika mahali kila kitu kinasimama. Sasa jambo la kufanya, usikae nalo mwenyewe nyumbani. Usikae nalo nyumbani. Jambo la kufanya, lipeleke kwa mtu ambaye amekuwa kiroho kuweza kukusaidia na kukuombea pia. Na kutokea hapo utapata namna njema na sahihi ya kuweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna skendo moja siku kidogo zimepita, kama miezi kadhaa au mwaka umefika. Skendo moja nzito kweli kweli nikaipata. Ni skendo imekaa vibaya kweli kweli. Na inafika mahali unajua ni kwa nini. Kuna mtu ameumizwa kanisani na yale maumivu anajisikiaje. Unanielewa? Kuna mahali inafika mtu anatengenezewa skendo ndani ya kanisa na hana ujasiri wa kuweza hata kuingia ibadani. Huyo mtu mshaurivyo, lakini akifikiria namna alivyochafuliwa hawezi kaingia tena kanisani. Salama yake ahamie kwenye dhehebu jingine. Lakini kuna watu ambao yawezekana tumewafukuza ndani ya makanisa, sio tu JCC. Ni kutokana na maneno au skendo ambazo ni za kutengeneza. Watu wamejeruhiwa mioyo. Yaani bora mtu kampiga ngumi ataenda kameze dawa ya maumivu. Lakini ukimpiga moyoni hana namna ya kuweza kufungua moyo na kuweka panado huku ndani. Kuna namna ambavyo mtu mwingine anaumizwa na inafika mahali anaweza kufanya maamuzi ya ajabu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo popote pale unapokutana na kitu au jambo ambalo ni zito kwako, cha kwanza mshirikishe kiongozi wa kiroho. Mshirikishe kiongozi wako wa kiroho. Na inawezekana sio mchungaji Frank au mchungaji Chungu, lakini kukawa na mtu ambaye unamwamini kwamba unaweza kumshirikisha ile jambo, umpelekee. Usipe na tai shingoni. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mama moja sio mshirika wa JCC. Ni mshirika wa mahali fulani. Kuna namna alikuwa anapitia kwenye mambo mazito na adui alikuwa akitumia hii ya maneno. Na ilikuwa maneno ambayo yawezekana kuna watu wangewapata hapa, swala la wokovu lingeishia hapa. Lakini ashukuriwa Mungu, kuna namna alipomwelekeza na kunikutanisha naye, nikafanyika msaada kwa namna fulani. Na kila wakati alipokuwa kutokea ananitafuta. Muda mwingine ananipigia simu, analia, mama mtu mzima analia. Sasa nalipo hapo uone, kwa mfano mtu akicheka, na wewe utafanya nini? Utacheka, si ndio? Ukimwona mtu anacheka na wewe utacheka. Hata baadaye utakuja kuuliza uko unacheka nini, lakini tayari umeshacheka, si ndio? Kwa hiyo mtu akilia na wewe utafanya nini? Utakuja kumuuliza baadaye na wewe ulilia nini, si ndio? Sasa unaweza ukapata picha ni kwa jinsi gani wachungaji wanapokea vitu vizito kwenye mioyo yao. Unanielewa? Kwa hiyo kuna namna ambapo wachungaji wenyewe muombe. Sawa? Wanapokea changamoto za ndoa za watu, wanapokea changamoto za vijana, wanapokea changamoto za kila namna, za kiroho na za kimwili. Yote na yeye mwenyewe anayakwake. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndipo mahali sahihi pa kupeleka shida zao. Na huyo mama nimetembea naye, na wakati mwingine namuita mahali hapa siku za Alhamisi, ninaomba naye. Sometimes nampigia simu, ninamwombea, napotea program za kufanya. Nashukuru Mungu sasa anaanza kupona taratibu. Na adui alipokuwa mbaya, kuna namna anapotengeneza katika ulimwengu wa mwili hivi, halafu kile kitu anakileta katika njia ya ndoto. Na unapokuja kuamka, madhihirisho umeyaona. Kuna mtu ananielewa? Na hiyo triki shetani anaitumia sana. Na alitumia sana kwa huyu mama pia. Lakini siku moja nimeenda kwake, nikakaa naye, nikamwelekeza 1, 2, 3. Nashukuru Mungu sasa ameanza kusimama. Na juzi tu hapa anaanza huduma. Na ameingia mtaani kwa mdomo. Ameenda kupiga injili. Kesho yake asubuhi anapigiwa simu na mtu, anamuuliza vipi, mbona kama koo lina shida, unaikoza? Hapana, jana nilikuwa kwenye injili, ninahubiri kwa mdomo, ndio maana koo limekauka. Akamwambia tulia. Simu inapokata na kurushia hela ya speak. Simu inakata, hela inaingia. Ameenda kununua tena kazi, yuko mtaani anapiga injili. Lakini yeye akakaa chini na kulia. Aitafuta msaada. Na nashukuru Mungu anaweza kusogea. Na Mungu amemjalia ana hazina ndani. Na ifahamu ana hazina ndani. Na chochote kile ambacho shetani anajua unacho, atakuwinda kweli. Atakuwinda kweli. Sasa na wewe usikae chini na kulia kwamba basi Sasa namna kuweza kutoka. Unatokaje kuanzia hapa? Lakini namna ya pili ni hilo jambo kulipeleka kwa Bwana mwenyewe. Jambo lako kulipeleka kwa Bwana mwenyewe. Sasa unaweza ukatumia njia ya pili, au ukatumia njia ya kwanza, au ukatumia njia zote. Unaweza ukatumia njia ya kwanza, au unaweza ukatumia njia ya pili, au ukatumia njia zote. Yote ni sawa. Hezekia baada ya kupeleka hiyo hoja, alipopeleka hiyo hoja, Nabii Isaya anamjibu. Mstari wa 6 na 7. Baada ya kupeleka hiyo mashtaka kwa Isaya akafikisha kwa Mungu. Mungu anamwambia Isaya maneno haya, kwamba mwambie mfalme Hezekia, itakuwaje? Itakuwa hivi. Mstari wa 6 maandiko yanasema, Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi, usiyaogope maneno uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Sasa hapa Mungu ananunua kesi. Kwa sababu wakati wanatukana na kukebehi, walihoji ya kwamba ni Mungu yupi ambaye unemtumainia? Ni nani atakaye kuokoa? Ni nani anayekutia jeuri? Tazama wenzako tumewapiga huko nyuma, tumeua, tumegaagaza. Wewe ni Mungu yupi unemtegemea? Kwa hiyo haya mashtaka yalipofika kwa Mungu, Mungu anasema amenitukana. Kama amenitukana, kipi kinafanyika? Mstari wa 7. Tazama, nitatia roho ndani yake, naye atasikia kiburi na kurudi hata nchi yake mwenyewe. Nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno ni Nabii Isaya anayatoa kwa Mungu. Anamwambia mfalme wa Yuda Hezekia, sikia, hii kesi ni ya kwangu, na huyu mtu aliyekutukana mimi nitashughulika naye. Na hao wajumbe wakapeleka lile jibu. Na baada ya kupeleka jibu, unajua Mungu anaposema atafanya, haina maana kwamba unasubiri sasa anafanya. Tulia. Kwa namna yake na majira yake
atafanya. Lakini akisema atafanya, na atafanya kweli. Kitu ambacho Mungu akikwambia atafanya, na atafanya kweli. Hatani. Tatizo letu wengi tunakuwa na papara. Tunakuwa na haraka ya kuona kile ambacho Mungu amesema. Kuna mambo mengine Mungu anaweza akasema leo, yakaja katokea baada ya miaka 10 au 20 mbele. Cha msingi ni wewe kusimama na lile neno ambalo Mungu amesema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kuona siku zimepita kadha wa kadha, huyu mfalme wa Ashuru akapeleka kombora jingine. Na hili kombora akalipeleka kwa namna tofauti. Akaandika waraka. Na ule waraka akautuma uende kwa mfalme Hezekia. Na baada ya kufika kwa mfalme Hezekia, mfalme Hezekia akasema usinitanie. Sasa safari hii ninaipeleka hii waraka ambayo umeniletea. Na akaichukua ile waraka akawapatia ujumbe wake, wakampelekea Mungu kupitia nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna namna ambayo adui akishakudhoofisha na Mungu anakuambia haitakuwa. Halafu siku zinaenda na wewe hauoni matokeo. Anakujaga tena. Unielewa? Anakujaga tena. Anakuja kwa namna nyingine. Ili kusudi kama lile tumaini na jambo ambalo Mungu amekupatia kukutia moyo kwamba atafanya na haujaona matokeo. Shetani akija kwa namna nyingine unasema basi Mungu mwenyewe toka nimuombe hajafanya. Shida zangu ndio zile zile. Tabu zangu ndio zile zile. Ufukara wangu ndio ule ule. Ugonjwa wangu ndio huo huo. Maneno naambiwa ndio hayo hayo. Mungu anamwambia naye kama asikii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mambo ambayo Mungu anamwambia Isaya kwenye ile jibu la kwanza, anamwambia usiogope maneno ambayo umesikia. Usiogope maneno ambayo umesikia. Usiogope taarifa ambazo umezipata. Yawezekana taarifa za daktari amekwambia itakuwa au haitakuwa kwa namna fulani. Yawezekana watu wamekusema na wakwambia wewe haitakuwa. Na wanakupatia na reference. Tulimuona mama fulani, tulimuona mzee fulani alikuwa na ugonjwa huu. Watakwambia, lakini Mungu na yeye anasema usifanye nini? Usiogope. Usiogope. Yale ambayo amesema yatakuwa kwako, hayatakuwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Mungu anamwambia wamenitukana, maana yake amebeba kesi mwenyewe. Kwa hiyo kama kesi amebeba Mungu, kuna mwingine anaweza kupinga? Hakuna kupinga. Hakuna kupinga. Na Mungu anamwambia, sikia Hezekia, huyu mtu nitamrudisha kwake. Na baada ya kumrudisha kwake, sitamwacha aweze kuzagaa tu kwake. Hapana. Bali nitamwangusha kwa upanga. Kwa nini namrudisha kwake kwanza? Kwa sababu hataki kesi huyu mtu ayafie kwenye nchi yako. Unanielewa? Amina. Namna ya kufanya Mungu sio namna ya binadamu. Ungelikuwa ni wewe ungesema muue hapa kabisa, mambo yaishi hapa. Lakini Mungu hataki kesi. Anataka kurudishe kwanza kwake, halafu kule kwake ndio amalizie kule. Kusiwe na kesi kwako. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo Mungu anasubiri kuyafanya kwa sababu kuna mambo kwanza anataka yapite. Kuna namna kwanza anatengeneza, halafu ndipo aje afanye. Kwa hiyo swala la subira na kuona Mungu akifanya kile ambacho anakuambia linahitaji. Sasa kwa awamu ya pili ukisoma mstari wa 10 mpaka 13 pale, mfalme wa Ashuru anapeleka waraka kwa mfalme Hezekia. Na mfalme Hezekia ule waraka anaupeleka kwa Mungu. Lakini ule waraka ameambatanisha na matukio ambayo ameshayafanya. Na hayo matukio ambayo ameshayafanya ni kama lile anataka kulifanya. Bwana Yesu asifiwe.
Wanawake kwa sehemu kubwa ndio wanashona nguo, si ndio? Mwanamke kabla ya kwenda kushona nguo kwa fundi, lazima awe na taarifa za kwamba yule fundi amemshonea nani, ili aangalie uwezo wake na ufundi wake juu ya nguo aliyoshona. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia kile ambacho amekiona kimefanyika kwa yule fundi, kitamjengea imani ya yeye kwenda kule. Sasa adui anachokifanya, anakupatia taarifa za namna ambavyo amepiga watu wengine ambao wanataka akupige na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ni mgonjwa, atapoteza taarifa za watu ambao wamekufa kwa ugonjwa kama huu. Taarifa za wagonjwa ambao wamekufa kama huo. Atakuletea habari za watu ambao wameacha wokovu kutokana na maneno kama ambayo umeambiwa wewe. Atakuletea habari za watu ambao wameondoka hapo kanisani kutokana na maneno kama hayo. Lakini inawezekana wewe Mungu amekuleta hapo kwa sababu maalum, na usikimbie. Usikimbie pendwa. Labda kama muda wako kuondoka umefika. Lakini kama hujafika, kaa tulia. Mwambie Bwana, umenileta mahali hapa kwa kusudi. Na kusudi langu halijatimia, halijaisha. Na mimi sitoki hapa ng'o. Kama ni maneno yaje, lakini nina bulletproof. Unajua bulletproof? Unajua? Nile gamba gumu la kukinga risasi. Mwambie Bwana, nipe bulletproof. Nipe kifua cha kusaidia haya maneno. Kwa sababu nina kusudi mahali hapa. Nina kusudi kwenye ndoa hii, sikimbii. Haleluya. Nina kusudi kwenye biashara hii, hata kama napata hasara. Lakini Bwana umeniambia utanifanikisha kupitia biashara hii. Hata kama leo ninaona hasara, lakini Bwana kwa neno lako umeniambia kuna mahali kupitia biashara hii unanifikisha. Hata kama waseme nini Boko hamna uchumi mbaya, sawa. Lakini umeniambia umenitoa mkoani, umenileta hapa. Na nini Bwana kwa neno lako utakaa nitasubiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na haraka ya kupata matokeo. Tazama Bwana anakuambia kitu gani. Kama umejiambia wewe mwenyewe, haraka shabara. Sema kushabara unanielewa? Chonchona. Kama Bwana hajasema, maana yake unajisimamia mwenyewe. Na adui akiwa na nguvu hautaweza kustahimili. Lakini kama ni Bwana amekwambia, yeye mwenyewe kesi anainunua. Na Bwana akinunua kesi, hakuna mpinzani wa kuweza kumshinda. Kabisa. Lakini adui anapokuletea utisho na anakuletea na alternative solution, namna mbadala ya kusolve tatizo, atakwambia, mpendwa, unahangaika. Mwaka wa 5 huu mtaji wako ni wa 200,000 tu. Hebu mwangalie mwenzako mama fulani pale, anaanza na genge. Lakini leo hii ana duka la jumla Kariakoo. Amefanyaje? Twende nikupeleke. Twende nifanye nini? Twende nikupeleke. Tafadhali mpendwa, usipelekwe. Mwambie Bwana, nipe njia. Nipe njia na mimi mtaji wa 200,000. Huu mwaka wa 3, mwaka wa 4 umenichosha. Wewe ndio kunisogeza hatua kwa hatua. Unanisogezaje wewe wajua? Haleluya. Usipelekwe huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatua ya pili au namna ya pili ni kupeleka hiyo hoja yako kwa Mungu moja kwa moja. Ipeleke hiyo hoja kwa Mungu moja kwa moja. Huu waraka wakati umemfikia mfalme Hezekia aliupeleka kwa Mungu moja kwa moja. Anaupeleka huu waraka moja kwa moja. Mstari wa 14 mpaka mstari wa 20 utasoma kwa wakati wako. Mstari wa 14 mpaka mstari wa 20, sura ile ya 37. Na baada ya kupeleka kwa Mungu, Hezekia hakufika tena kuubwaga. Unanielewa? Hakufika tena kuubwaga kwamba Mungu nimekuletea hii, shughulika nao, mimi ninaondoka. Hapana. Kuna namna ambavyo alifikisha.
Na hapa ndipo ninaomba kama ulikuwa unasinzia, hebu ujiamshe sasa. Kwa sababu kuna kupeleka, lakini kuna jinsi ya kupeleka. Ukikosea jinsi ya kupeleka, hautapata matokeo. Na ndio maana kuna namna nyingi sana wa Kristo tumekuwa tukiomba na kutaka vitu kwa Mungu, lakini hatupati matokeo. Sababu ni nyingi, lakini moja ni namna ya kupeleka tunavyopeleka. Namna ya kupeleka tunachopeleka. Sasa Hezekia anapata hatua hizi. Hatua ngapi? Hatua ngapi? Hatua 5. Hatua 5 anazozitumia katika kupeleka huo ujumbe. Kwa sababu ni ujumbe mzito, kuna namna ya itifaki ya namna ya kufanya na kufikia Mungu ili kusudi ufanyiwe kazi. Halo? Sasa kwa wakati wako utasoma, mimi nakumegea tu zile procedure, zile hatua ambazo jinsi ya kupeleka unachopeleka. Makabila tunatofautiana, si ndio? Kama umepika chakula kizuri kabisa na unapeleka kwa watu kula, kuna hatua za kufuata, si ndio? Si ndio? Unaweza unapeleka chakula hapo unapeleka maji kunawa, si ndio? Maji kwanza, si ndio? Kuna hatua za kufuata. Huwezi kupeleka chakula hujapeleka maji kunawa. Na kuna hatua ya kukaribisha. Inategemea pia na uzito wa mgeni, si ndio? Mgeni anapokuwa mzito zaidi na procedures zinakuwa nyingi. Na vyombo vya kumtengea vinakuwa vya tofauti. Yale mabondo, yale maplastiki ya kwetu yale, tunacheza nao kila siku yale, wanapiga mpira watoto yale, anapokuja mgeni fulani, tunaweka kama. Tunaangalia kwenye kabati. Vile vya udongo vile, si ndio? Na kuna namna ya kuvipeleka. Kuna yale mahofu ambayo yanatumika kwa matukio. Matukio yenyewe ndio hayo, sio kila mgeni anakuja shoti yako kumpelekea na kama utakumlishia. Hilo ndio lingine. Ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia anapata protocol. Anapata itifaki. Na itifaki hatua ya kwanza. Unapompelekea Mungu jambo zito. Na namna ya uzito wa jambo wewe mwenyewe ndio unalitengeneza. Kuna mtu anaweza kaja kwako akakuomba shilingi 5,000. Ukamwambia bwana sina. Lakini kuna mtu akaja kwako akuomba 20,000 ukampa. Anaweza kutoka 5,000, amekuja 20,000, ameondoka na 20,000. 5,000 hajabandua kitu. Utofauti ni nini? Ni namna ambapo umeleta hoja. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fikiria mtu anakuja, anakwambia, "Bwana Kennedy, siku nyingi sijala chips. Ule 5,000 hapo, hebu nisaidie bwana leo nikae chips." Lakini kuna mtu anakwambia, "Bwana Kennedy, hapo unaponiona huu mguu mwanangu amelazwa hospitali. Na inatakiwa niende nikamuone. Na sina hata 100 hapa. Na kule hospitalini inatakiwa pesa kwa ajili ya matibabu. Nisaidie angalau 20 tu. Angalau nikifika huko nifanye maarifa mengine." Utampa 5,000, utampa 20,000. Kwa 20,000. Lakini na huyo 20,000 akifika kwambia, "Bwana Kennedy, naomba 20,000. Nina haraka, naomba 20,000. Utamwambia sina. Kwa sababu ukiangalia sana na yeye hapo anahitaji 1, 2, 3, si ndio? Lakini akija katika namna, "Bwana Kennedy, habari za hapa?" "Nzuri." "Asa ndugu yangu, nina mazito." Hapo unaponiona mwanaume mwenzio, nimefika hapa nimekwama. Unaona gia hiyo kwanza. Kwa Bwana Kennedy anapata shida. "Mwanaume mwenzangu, sawa. Amekwama, sawa. Anaripi hiyo aliyokwama." Kwa hiyo tayari katika ufahamu wake kuna namna anaweza kujenga uzito wa jambo anakuja kuambiwa.
Halo. Kwa nakupatia trika ndio kwenda kumuomba ila Kennedy sasa. Lakini hii uitumie namna ya kupeleka hoja zako kwa Mungu. Mara nyingi zinafanya tu bana na tupate matokeo. Kumbe kuna namna ya kufanya. Hatua ya kwanza ni salamu kwanza. Hatua ya kwanza ni salamu. Kama una waraka mzito, una jambo lako zito ambalo limekukaa hapo. Unapoenda kwa Mungu, usiende kumwagia tu shida lako kwa na kukimbia. Kwanza unapofika kwa Mungu, toa salamu kwanza. Unapofika kwa Kennedy, toa salamu kwanza. Tena salamu yenye uzito. Kama kuna msalimia unampa 5, siku unafika kwa heshima na adabu unampatia mkono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kusoma hapo mstari wa 16. Mstari wa 16. Mstari wa 16 kwa haraka, wacha nikupeleke haraka tukiwa tunamalizia. Mstari wa 16, Hezekia anaanza na salamu. Anamwambia, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe peke yako ndiye Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Unaona namna anamtukuza na kumuinua Mungu. Mungu anasema, Hezekia, leo una jambo gani? Mbona masifa kende? Mbona umekuja kwa mambo namna hii? Imekuwaje tena huko? Mungu anapea attention. Hezekia amekuja na jambo. Sasa baada ya kufikisha hiyo hoja, kwa wakati tunasoma Zaburi ya 22 mstari wa 3. Zaburi 22 mstari wa 3 inasema, na wewe mtakatifu ukatie juu ya sifa za Israeli. Mungu anaketi juu ya sifa. Kwa kuna namna unaenda mbele za Mungu, usibwage shida zako tu na kuondoka. Kuna namna kwanza ya kumsifu Mungu. Amen. Haleluya. Kuna namna ya kumsifu. Na namna ya kumsifu ni kumsifu kweli. Unanielewa? Sio kumchezea madanso. Unajua madanso? Sasa ina nimesoma jingine. Kwanza Hezekia anamsifu Mungu. Anampa salamu, anampatia heshima, anamtukuza, anamuinua. Na roho ya Mungu inakuwa active kumsikiliza Hezekia. Hatua ya pili ni kumfanya Mungu amakinike. Wale wa kizungu kumfanya pay attention. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua hii sasa ya pili inamfanya Mungu akuzingatie unachotaka kumwambia. Inamfanya Mungu azingatie uzito wa shida ambayo umeipeleka. Na mstari wa 17 hapa maliza anasema, sasa hapa ni Hezekia anamwambia Mungu, tega sikio lako. Baada ya kutega sikio, usikie. Funua macho yako Bwana, uone. Uyasikie maneno ya serikali ayetupeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Kwa hiyo anaambia Mungu, tega sikio. Anaambia Mungu afungue macho, atazame kile ambacho huyu adui Senakeribu ameileta shida kwenye jamii ya Yuda. Na ni shida kweli. Kwa hiyo unapopeleka hoja zako kwa Mungu, usiende kubwa. Kwa hiyo unaona hapa anamfanya Mungu apay attention. Ule usikivu wake auelekeze kwa Hezekia. Sasa na wewe sio lazima utumie maneno haya, unaweza kutumia au maneno mengine yanafanania na haya. Hatua ya tatu. Hatua ya tatu sasa, eleza shida yako. Eleza shida yako.
Eleza shida yako. Sasa hapa ndipo pa kuanza kueleza tatizo linalokusibu. Mungu anajua, lakini anataka wajibu wako na wewe kufanya, sio kumfanya Mungu kama roboti. Kwamba Bwana wajua. Yeye amesema unatakiwa uombe, unatakiwa useme, anataka kusikie, aone uhitaji wako kweli una kitu unachokihitaji. Mstari wa 18 na 19 mwandiko anasema, ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi zote na mashamba yao, na kwa kutupa miungu yao moto, kwa maana hao hawakuwa miungu, bali kazi ya mikono ya wanadamu, walikuwa miti na mawe, ndio sababu wakawaharibu. Anajaribu kumtofautisha Mungu huyu anazungumza naye na miungu wale ambao wamepigwa kule nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujue kumtofautisha Mungu wako na miungu mingine. Unatakiwa umtofautishe Mungu unayemwabudu na visanamu vingine. Na ndipo hapo utamwona Mungu katika uhalisia wake. Kwa hapa huyu ndugu anaanza kueleza sasa shida iliyompeleka, kwamba kuna tatizo. Huyu mtu amekuja, japo amekuwa na reference za kwamba kule amepiga, lakini mimi Hezekia, imani yangu ni kwako wewe Mungu, na ndio maana nimeleta hii hoja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya nne ni kumwambia Mungu unataka afanye nini. Usimwambie Mungu wewe wajua kwa nini unataka. Wewe mwambie Mungu unataka afanye kitu gani katika hilo jambo ambalo umempelekea. Mwambie Mungu, nyoosha maelezo kwamba unataka Mungu afanye kitu gani. Na hapo ukisoma mstari wa 20 hapo, Hezekia anasema, basi sasa Bwana Mungu wetu utuokoe na mkono wake. Utuokoe na mkono wake. Kwa sababu kwa sisi wenyewe hatuwezi. Tunahitaji Bwana utuokoe na mkono wake. Hiyo ndio haja ya moyo wa mfalme Hezekia. Kwa na wewe inawezekana una haja yako. Mwambie Bwana unataka afanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Ongeza na Isaya 43 mstari wa 26. Isaya 43 mstari wa 26. Maandiko yanasema, unikumbushe na tuojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Sio kumwambia Mungu unajua. Anataka muojiane. Anataka ueleze nini unataka. Haleluya. Mungu anataka ueleze unataka nini. Sio kumsakizia tu Bwana unajua. Anajua kweli, lakini anataka kutoka kwako wewe unataka fanye. Hatua ya mwisho. Hatua ya 5. Sasa hatua ya 5 ili iweje? Okay, wewe unataka mtaji wako kutoka 200,000 usogee milioni 20. Sawa, ili iweje? Haya, kuna hiyo changamoto ya ugonjwa ulionayo. Unataka Mungu akuponye, sawa. Ili iweje? Kuna maneno ambayo yamekuchafua na unataka Mungu aingilie kati juu ya hii changamoto. Sawa, ili iweje? Kama hauna jibu ili iweje, uwezekano wako wa kushughulikia tatizo lako unapungua. Kwa sababu inawezekana kufanikisha halafu ikawa ni kitanzi kwako. Kwa bora kuacha na mwimba huo. Tulia hapo. Haleluya. Lakini ukimpatia sababu Mungu ili iwe 1 2 3. Na yeye Mungu atafanya. Hapo sasa ole wako umwambie Mungu kwa kumdanganyia.
ukakipata cha mtema kuni. Ukiona hapo mstari wa 20 ukiendelea kusema, ili wewe falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako. Kwa hiyo haja ya mfalme Hezekia sio kwamba aonekane kwamba yeye ni mwamba, huyu aliyepiga wengine wote amemshinda. Yeye lengo lake ni ili kusudi Mungu atukuzwe. Falme zingine zote yajue kwamba kuna mwamba mmoja anaitwa Mungu aliyeumba hii nchi. Kuna mahali amejidhihirisha. Kwa hiyo chochote unachomwomba Mungu lazima huko mbele umwambie ili iweje. Halo? Unakumbuka maombi ya Hana? Nakumbuka wakati anaomba kwa habari ya mtoto, alimwambia mtoto mpaka anajisikia. Lakini kwa mwisho akaweka ili iweje. Unaelewa vizuri? Na baada ya mtoto kuzaliwa hakupindua. Na kweli alifanya kama ambavyo amemwahidi Mungu. Ili iweje. Unataka mtoto wako asome mpaka chuo kikuu, sawa. Ili iweje? Ili kusudi wakujue mtaani kama na wewe umesomeshwa mtoto mpaka chuo kikuu. Ukienda kwenye kahawa watambie wazee wenzio. Wajue mtoto wa mama fulani amesoma mpaka Marekani, sawa. Ili iweje? Haleluya. Haleluya. Chochote unachotaka Bwana afanye lazima umwambie ili iweje. Unataka kuinua katika utumishi, sawa. Ili iweje? Usema mimi ni mtumishi mkubwa, nafahamika dunia nzima. Ili iweje? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukienda kusoma kwa wakati wako, wewe mstari wa 36 mpaka 38. 36 mpaka 38. Tunaona mapigo ambayo Mungu anakuja kuyashusha. Ni alikuwa mapigo ya kimungu. Unajua kuna mapigo ambayo unaweza kusema au ni mwanadamu tu amefanya. Lakini kuna mapigo ya kimungu ambayo yanaacha alama ya Mungu mwenyewe. Mungu alichokifanya baada ya muda ambao sio mpango wa Hezekia, Mungu alimpiga mfalme wa Ashuru kwa kutumia malaika huyu. Malaika mmoja. Na alipiga watu 185,000. Watu 185,000 walikufa katika nchi ya Ashuru. Yule mfalme alikuwa akijitapa kwamba anakuja kupiga, hakuna cha Mungu wala miungu itakayo kusaidia. Yeye ndiyo nchi yake ilipigwa na watu 185,000 kwa malaika huyu. Na wala sio jeshi la watu wawili wala watatu. Ni malaika mmoja. Kuna mambo ambayo Mungu anafanya kwa namna ya kiungu. Na kama kuna kitu nataka Mungu afanye, muache afanye. Kwa namna ambapo watu watajua kabisa huyu sio mama fulani, huyu sio ndugu fulani, huyu sio mzee fulani, bali ni Mungu. Na ndipo hapo kuitwa Freemason kunaanza. Ndio hapo kuitwa mchawi kuliko kunaanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma mpaka mwisho utaona huyu mfalme anauawa kwa upanga na watoto wake wa kuzaa mwenyewe. Kwa hiyo katika ubaya wowote, mtu yoyote akikutangazia ubaya, wewe huo ubaya mpelekee Mungu. Huo ubaya usijibizane naye. Huo ubaya usishindane naye. Huo ubaya mpelekee Mungu. Atafanya nini, kwa namna gani, ili weje? Usisahau. Funika macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya neno lako mchana huu. Nina imani Mungu unazidi kutuimarisha na kutujenga zaidi ya hapa. Haya ambayo umesema nasi kwa mtu mmoja mmoja, Mungu tusaidie kuweza kuyashika, kuyaishi na kutembea nayo. Pale ambapo akili zetu na imani zetu zinapelea, Bwana ukatushike mkono na kutusogeza kwa namna na jinsi inavyostahili. Kwa utukufu wako Bwana, ninaomba kushukuru. Amen. Karibu Kennedy, fungia kwa maombi.